mwanachama wetu, lakini kama mgeni wetu rasmi wa siku hii ya leo. Asante sana kwa maneno yako hayo mazuri. Katibu, karibu. Asante mwenyekiti. Ndugu zangu wajumbe, wakati nikisoma hii agenda nikasema tutakuwa na agenda 9, watu walishtuka wakaona kuwa kikao kitakuwa leo, lakini mambo yetu ni mchaka. Tungesema mchaka. Tuko agenda ya 6, matumizi ya mtandao. Karibu mwenyekiti. Hii naomba ni sasa, hii sio mimi mwenyewe, hii ni yetu sisi wote, sawa? Nimeandika pale matumizi ya mtandao mkoba. Watu wanapata shida, mheshimiwa mgeni rasmi, kiasi kwamba wengine wanapata ugumu hata wa kukaa na sisi kwenye vikundi kwa sababu ya matumizi ya mtandao ya mkoba. Kwanza nianze tu kwa kusema mkoba ni njia inayotumika kukusanya fedha kwenye vikundi au familia kwa malengo waliojiwekea. Malengo hayo mliojiwekea inategemea ni ninyi wenyewe, kwa ajili ya ugonjwa, kwa ajili ya sherehe, kwa ajili ya kusaidiana katika shida na raha kama sisi na kadhalika. Lakini ni mtandao unaotokana ni akaunti ambayo inatokana na mtandao wa Vodacom. Lakini Vodacom waliandaa kwa ajili ya wateja wao wa Vodacom. Baadaye wakaona wasiwe tu wa Vodacom kama sisi tulivyoona, tusiwe tu wa Manga, tukaweka na watu wengine. Nao Vodacom wakaona si lazima wawe Vodacom peke yao, waweke na watu wengine. Kwa hiyo mitandao mingine yote wanaweza wakashiriki kwenye mkoba yetu, isipokuwa tu watakosa haki fulani hivi za kuona salio, za kujichangia wenyewe, kwa sababu hawana ile menu ya M-Pesa ya 0 ya *150*00 reli, hawatakuwa nayo. Sasa kuna mambo ambayo tunakutana nayo. Mtu anakuambia mimi sina voda. Kama una voda, una uwezo wa kujiunga. Ni wangapi ambao hawatumii voda? Lakini wapo na wanaona nini? Na wamejiunga, wanaona miamala. Sasa kuna watu wananiambia mimi nimechangia shilingi ngapi? Yaani ana voda, alafu anauliza mimi nimechangia shilingi ngapi? Juzi tumekutana na changamoto kubwa. Aliyekuwa katibu ambaye lazima aidhinishe fedha amepata safari ya kikazi nje ya nchi. Tumemtafuta kwa nguvu zetu zote, tumeshindwa. Bahati nzuri nikawaza kumtafuta kwa njia ya Facebook. Nikaandika, nikamtafuta, nikampata. Tukawasiliana naye, akasema atarudi mwezi huu mwishoni au watano. Nikajua hapo tayari tumeshakwama. Wao nilichokifanya mimi, nikaanzisha mchakato wa kumpata katibu mwingine ili zoezi letu hili lifanikiwe. Kwa bahati mbaya sana lile zoezi halijafanikiwa mpaka sasa, kwa sababu moja tu. Watu wanaotumia namba za Vodacom wanatakiwa wapige kura kwa 75%. Sasa shida inayotupata, watu wenye mitandao ya Vodacom ukimjani na wapigia simu, ndugu zangu, mnatakiwa mpige kura. Mtu anakwambia huyo mliyempitisha tayari. Yaani huyo mliyempitisha ndio nini? Ndio awe mwenyekiti huyo. Mkoba haitaki hivyo. Mkoba inatakiwa uingie ukampigie nini? Kura. Sasa nimehangaika na watu wa Vodacom mpaka karibia wale wahudumu wameshanifahamu.
na kuwaomba si mtubadilishie tu, ambaye tulimpendekeza kijana wetu hapa, huyu hapa, naomba uje usimame ili achukue nafasi ya katibu, ambaye huyu, sogea kwa hapa ili watu wasipokuone karibu. Huyu amejitambulisha kama Mwalimu Lazaro Manga, mzaliwa wa Soko, lakini makazi yake kwa sasa ni Rombo. Na sisi si mnajua tumetawanyika kila mahali, Dar es Salaam, kuna Mtwara, kuna wapi, lakini iko Rombo. Tukaweka pale, wakatuambia sawa, tumekubaliana na ninyi, lakini pigeni kura kwa 75%. Mpaka sasa 75% haijatimia. Nikawapigia watu wa boda, jamani, naombeni huyu mtu awe katibu. Akasema wapigie hawa watu hawa waambie waingie wapige kura. Sasa ukimpigia mtu anakuambia subiri naoga, napika. Yaani mtu hii ya kuoga sio kama nimesema kiundani. Wewe jiulize, mtu anakuambia subiri naoga, nitampigia nikimaliza. Unajiuliza huyu mtu anaoga kweli? Naoga alafu anapokea simu. Unaona kabisa ni nini? Sasa mtu ukimwambia ingia hapo, bonyeza 6 huduma za kifedha, anakata, anasema wewe unataka nihamishe hela yangu. Sasa ndio maana nimeweka matumizi ya nini? Ya mtandao. Sasa bahati mbaya, kati ya watu 20 ambao walikuwa hawajapiga kura, sidhani kama kuna mtu anayemwona. Sina hakika. Naomba tufanye jambo moja. Wangapi wanatumia namba za boda wamejiunga rasmi? Naomba tushike simu zetu. Shika simu yako. Wewe ambao unatumia namba ya boda, shika simu yako. Shika simu yako, andika *150*00 reli. Kila mtu andike, anayetumia boda. Watu ambao hawatumii boda, nyie hamwezi kupiga kura. Sawa Ndio maana nimesema unaweza mkaingia. Umeshapiga, andika hiyo hapo, piga hiyo namba. Kama umejiunga kwenye boda, kama hujajiunga kwenye boda kuna mali itakukataa tu. Haya, chagua namba 6. Huduma za kifedha. Namba 6, huduma za kifedha. Tayari. Chagua namba 3, mkoba. Kwenye orodha yako umeona Mmanga Family? Chagua Mmanga Family. Hiyo kila mtu ana namba yake. Chagua namba 5. Chagua Mmanga Family. Tayari. Chagua maombi. Nenda kwenye maombi. Namba 3. Umeona ujumbe gani hapo? Ukikuta ujumbe huna ombi linalosubiriwa, wewe ulishapiga kura. Lakini kuna ujumbe utaupatapo, kuna maombi hapo, unatakiwa uidhinishe. Nani amekuta hicho kitu? Nyosha haraka tukusaidie kabla ya expire. Mmoja yule, mwingine huyu. Sasa nyie mkipiga kura, yule bwana anakuwa mwenyekiti, katibu. Muidhinisheni. Tayari? Chagua moja. Baada ya kuidhinisha, chagua moja. Chagua moja. Yaani usiondoke hapa kabla hujahakikisha hicho kitu. Nenda unachagua tena moja, unamuidhinisha, anakuwa nani? Anakuwa katibu. Sasa hapa Simoni Rumisha hajapiga, Simoni Anastella hajapiga, sijui na nani orodha naye hapa. Sasa angalau hao watatu si ni 4 hapa. Na wao walikuwa hajapiga. Ulikuwa umeshapiga. Ndio amepiga sasa hivi. Si unaona? Na yaani mpaka leo alikuwa anakuambia kabisa, yaani hiyo kitu hiyo. Kwa hiyo ndio hicho kitu nilikuwa natamani tufanye. Na inawezekana nyie wachache mliopiga hapa hivi tukatimiza 75%.
Kwa hiyo hao wote walioko hapa naamini mtakuwa mmeshapiga, hao wachache mimi nitawapigia tena simu, mtapata mwenyekiti. Lakini pia